chama cha wale ambao ni wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kinara wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wamemkashifu Rais William Ruto wakisema ameshindwa kuwafanyia kazi wa Kenya na umaarufu aliokuwa nao umekwisha, wakisema upinzani wamejipanga kumuondoa mamlakani. Wakizungumza katika ziara yao kaunti ya Mombasa, vinara hawa wamepuuzilia mbali fidia kwa waathiriwa wa maandamano, wakisema Rais Ruto anafaa kuchukua lawama ya mauaji hayo, kwani aliwaagiza maafisa wa usalama kuwapiga waandamanaji risasi. Isaac Musyoka sasa anaarifu taarifa hili. Harambee! Harambee! Katika ziara yao kaunti ya Mombasa, vinara upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na kinara wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka walielekeza cheche za siasa kwa Rais William Ruto, wakisema ameshindwa kuwafanyia kazi wa Kenya na umaarufu aliokuwa nao umekwisha, wakisema upinzani wamejipanga kumwondoa mamlakani. Nani ameharibu masomo ya Mwai Kibaki? Nani ameharibu Linda Mama? Nani ameharibu edu afya? Nani ameharibu biashara? Wewe mtu ya kutenga, wewe mtu ya Singapore, adui ya mahasala. Kasongo hadi asiende. Kasongo hadi asiende. Vijana wa Kenya wameamua watachukua kadi na watakupiga risasi moja kwa ndebe mwaka ujao. Wangapi wako tayari kumpiga hiyo moja hiyo? Walipuuzilia fidia kwa waathiriwa wa maandamano, wakisema hakuna chochote kinachoweza fidia maisha ya walioaga katika maandamano hayo, na rais anafaa kuchukua lawama kwa kuagiza maafisa usalama kuwapiga waandamanaji risasi. Nani aliua Janzi? Nani aliua Janzi? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Tunasema hakuna pesa inaweza kuregesha maisha ya watoto wetu. Kusema 3,000,000, kwanza anza na kutoa tamshi kama kiongozi wa nchi, useme you regret the killing of the Kenyan children. Tutahakikisha Kenya itatawaliwa kikatiba. Ahadi kwamba hutatumia mamlaka yako vibaya kuhujumu demokrasia ya nchi hii. Vilevile waliwashtumu baadhi ya viongozi pwani wakiongozwa na waziri wa madini na uchumi samawati Ali Hassan Joho, waliowataja kuwa wanawakandamiza wakazi kwa kuwanyima fursa ya kuendeleza biashara au viongozi wengine kuwania nyadhifa za uongozi bila idhini yao, na kumpendekeza mbunge wa Nyali Mohamed Ali kama chaguo bora ugavana atakayekabiliana na matapeli wale. Sasa hapa Mombasa, miaka nenda miaka rudi, mumekaliwa na familia moja hii ya Joho. Wanajifanya ati yao ni Mungu. Ati ukitaka kiti ya gavana, ati lazima uende umuinamie ndugu ya Joho. Ati ukitaka biashara lazima umuinamie. Mtakubali hiyo maneno? Tunaomba watu ya Mombasa mujichagulie gavana wenu bila kupitia kwa familia ya Joho, kwa sababu nyinyi watu ya Mombasa, si ndio? Sisi wana Wiper Patriotic Front tukasema tutampotea tikiti ya Wiper Patriotic Front, amtoe huyu gavana huyu ambaye yuko hapa. Wangapi anatunga mkono? Nataka kumwambia gavana ule alikuwa former gavana Joho, hii Mombasa sio mali yenu. Hamwezi kuwa mkitupangia magavana, ma-MP, ma-MCA, alafu mji unakuwa mchafu. Si namna hiyo? Isaac Musyoka, Undugu TV.